Kuna wakati unatoka msikitini alafu macho yako yanaangukia pale kulateni, unaona janaza limetulia hapo. Janaza inazungumza bisauti, kwa sauti yasma'u kila shay'in illa thaqalain, kila kitu nasikia isipokuwa ni binadamu na jini hawasikii. Inasema, ya ibni Adam, mwanadamu, unzur ilayya biaqlika, nitazame vizuri, fungua akili yako. Ana almuhayyanu linaqlika, mimi nimetengenezwa kwa sababu ya kukuhamisha kutoka duniani kukupeleka makaburini. Kamsara mithli bimithlika, wangapi mfano wako wewe wamepanda mfano wangu mimi. Ana sarirul manaya, mimi ni kitanda cha kifo. Tia akilini haya. Nabii anasema, idha kana yawma alwafati almar'i, wakati anapofikiwa mtu yuko kwenye sakaratul maut, atahu malak al-maut ma'ajili min al-malaikati ma'awinin, anakuja malak al-maut pamoja na malaika wengine wasaidizi wake. Kama ni mtu mumin, anasema, ayatuha an-nafsu tayyiba ukhriji illa ridwanillah, ewe roho ya mtu mumin, toka katika radhi ya Mwenyezi Mungu. Fatakhruju ruhuhu salisatan sahalatan kama tasilu ma min fami siqa, roho yake inatolewa kwa njia upole, kwa njia taratibu, kama vile mtu anatapika maji kwenye kinywa chake. Malaika wanachukua roho ya mtu mumin, thumma tadhabuna biha ila samai sab'a, wanapasua mpaka kwenye mbingu ya saba. Wala yaamuruna malau min almalaika illa qalu ruhu man, hawapiti katika kikosi cha malaika isipokuwa malaika wanasikia harufu ya marashi, harufu mzuri, manukato. Malaika wanasema, hii roho ni ya nani ambaye inanuka harufu mzuri namna hii? Wala malaika wenye kuchukua roho wanasema kwamba huyu ni fulani bin fulani, alimjua Mwenyezi Mungu katika dunia. Anakwenda naye paka mbele ya arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anasema, faktub kitaba abdi fi illiyin, muandikeni huyu mja wangu katika watu wenye kuingia janna, watu wenye kuingia peponi. Alafu baadaye anawaambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siru biha wa aruha maq'adaha min aljanna, kamtembezeni makao yake ya peponi, angalia nyumba yake ya janna. Fayasiru biha fil jannata, atazungushwa katika makao yake ya peponi, ataona zile neema za janna. Wakati huo kumbe mwili inalala ndani ya nyumba, hata majirani hana habari kwamba mtu fulani amefariki. Allahu akbar. Wewe ni mtu mumin, lakini mtu mwovu, idha kana fa inqita'i min ad-dunya wa iqbala min al-akhirah, wakati anapofikiwa na sakaratul maut, atahu malakani aswadan, wanakuja malaika weusi, wazarqul uyun, macho nyekundu, macho mekundu, yakhruju lahabu nar min afwahihim, wakati wanazungumza moto wa jahannam unatoka ndani ya mdomo yao. Wa ma'hum libasu min al'adhab, na huko wanavaa mavazi halisi kwa sababu ya kuadhibu huyu maiti. Na hii habari hizi anaona victim, muhusika, wanakuja in form of a dream. Wakati anapelekwa kuzikwa, huyu maiti analia sana, anasema, ya wailana ina tathabuna biha, ole wangu mnanipeleka wapi? Anasema, la taghuranakum dunya kama gharatni, dunia isiwachezea kama ilivyo anachezea mimi. Wakati anapelekwa kaburini, wa idha udhi'at aljanazat ala shafir alqabr, wakati janaza yake inawekwa pembezoni mwa kaburi, watu wanaanza kutengeneza matope ya kumzika, anasikia sauti, anaambiwa kwamba, ma tazawata fi umri li hadha alkharabi, ni kitu gani umejitengenezea duniani hii maovu yamekupata? Wa ma tazawata min alghina li hadha alfakhri, ni utajiri gani ya amal mzuri umejiletea kutoka duniani li hadha alfakhri, hii umaskini umekupata leo. Wa ma tazawata min an-nur li hadha aldhulma, ni mwangaza gani umejiletea kutoka duniani? Mwangaza inakusudia pale ni ibada ya swala. Li hadha aldhulma, katika giza leo inakusubiri ya kaburi. Basi baada hapo
anaambia ya ibn adam, kullu amalin amiltahu tarahu saa, kila amali yote umefanya utaona malipo yake sahi. In kana amaluka khairan tarahu khairan, kama amali yako ni mzuri utaona mazuri. Wa in kana amaluka sharran tarahu sharran, kama amali yako ni shari, basi jiandae na hiyo shari hivi sasa, utaona hiyo shari itakayokupata. Baadaye anarudishiwa mchanga, watu wanaondoka. Mushayi'un ni wale watu wenye kusindikiza janaza, wanarudi manyumbani kwao, wanabaki peke yako katika giza ya kaburi, wewe na amali yako. Baadaye wayuadu jasaduhu lima bada minhu, wanakaa kama umeamka kwenye usingizi, ndio unaamka sasa, unaanza maisha ya barzakh. Fayamuru lahu ta'ala an yauda fi jasadi ruh, unarudishwa roho kama kana fi dunia, kama vile ulivyokuwa duniani. Baada hapo anaingia malaika bila hodi, atakuingilia na kaburi bila kupiga hodi. Ismuhu Roman, huyu malaika anaitwa Roman. Kabla an yadkhula Munkar wa Nakir, kabla hawajaingia wale malaika wawili, kwanza anatangulia huyu anaitwa Roman. Hadith imepokea na Abdullah bin Salam. Huyu malaika yatala'ala wajahu kashamsi, uso wake unang'ara hata kushinda jua, ameshika rungu ya moto wa jahannam. Walau dhuriba bihi jabal al-Uhud la sara turaba, hiyo rungu malaika anabeba ikipigwa juu ya milima ya Uhud zote zitageuka, zitakuwa mchanga. Nabii alayhi salatu wasallam anasema hiyo rungu malaika anakuja naye, wakikusanyika binadamu wenye kuwa midume ya miraba minne wajaribu kubeba hiyo rungu, Nabii anasema acha kubeba, hata kutingiza watatingiza. Ule malaika fayadhribuhu dharbatan, atakupiga rungu ya kimataifa, na hiyo rungu hiyo tu. Lam yabqa adwu minhum illa qid'a, paka nyama zitasagika ndani ya kaburi. Fayasihu sayhatan yasma'u ma baina samai wal ardi illa jinni wal ins, ukalela ataupiga huyo maiti, sauti itasikika katikati ya mbingu na ardhi, isipokuwa ni binadamu na jini peke yake wasikii. Basi atasema irfa anni, niondolee hiyo rungu. Walima tuadhibuni, kwa nini umenigonga hii rungu? Maiti anasema wa ana aqimi salam, mimi nasimamisha swala, wa uti zakati, ninatoa zaka, mbona umenigonga kiasi hicho? Malaika anasema uadhibuka bi annaka marata yawma bimadhlumin wa huwa yastaghitu bika falam tuhtihi. Hii rungu na kugonga, kuna siku mtu maskini alikuomba msaada na ulikuwa na uwezo ukakataa kumsaidia. Allahu akbar, Allahu akbar. Takuja na part 2. Kama ungependa part 2 unaweza comment hapo chini.